السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقدمون وتقدموا عليه، فاتباعهم هو السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, katika muda huu nimependa kubainisha kunako maneno ya Sheikh au Sheikh wetu Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, maneno ambayo baadhi ya mahizbi wameyachukulia kama njia ya kupinga au ya kupinga njia ya salafu salih, au kwa maana nyingine wakachukulia maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kuwa ndio njia ya kuwapinga masalafi. Maneno hayo yanapatikana kwenye sharhu ya al-40 an-nawawiyya kwenye hadithi ya al-Irbad ibn Sariya radhiyallahu ta'ala anhu, na vile vile mfano wake maneno hayo Sheikh kayataja kwenye liqa'ul bab al-maftuh. Na insha Allah maneno haya ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni maneno ambayo yanaeleweka na ni maneno ambayo yapo wazi, lakini mahizbi wakachukua maneno haya na kuyapeleka katika maana ambayo si yenyewe au katika maana ambayo si ya sawa. Yote hayo kwa sababu ya matamanio ya nafsi aliyokuwa nayo au kwa kutokuyafahamu maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa insha Allah mimi nitapenda niweke sauti ya Sheikh mwenyewe, sauti ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akizungumza maneno haya, tuyarejee insha Allah. Naam. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج، وهل لنا أن ننتسب إليها، وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي أو غير ذلك. جزاكم الله خيرا. نعم. hapa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kaulizwa, mwenye kuuliza akasema fadhilatu Sheikh jazakumullahu khaira, Allah kulipe khairi, nuridu an na'rifa ma hiya as-salafiyya kamanhaj, tunataka tufahamu ni nini usalafi kama manhaji. Je, inafaa kwetu kujinasibisha kwenye usalafia au ni juu yetu sisi kumkanushia na kumkemea yule ambaye kujinasibisha kwenye usalafi, au ni juu yetu sisi kumkanushia na kumkemea au kukemea jambo la kujiita salafi, au na mengine kinyume na hayo? Allah akulipeni khairi. Hili ni swali ambalo kauliza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwenye liqa al-bab al-maftuh, na majibu ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni haya kama yale ambayo kayajibu kwenye kayaweka kwenye kitabu chake cha sharh ya 40 an-nawawiyya. Ni kama maneno haya ambayo kayajibu hapa, na maneno haya huwa wanayanukuu sana mahizbi. Kwa hiyo acha tuyasikilize maneno ya Sheikh au majibu ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amejibu vipi, tena tunatafsiri moja kwa moja. Naam. السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقدمون وتقدموا عليه، فاتباعهم هو السلفية. Sheikh anasema usalafi ni kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na maswahaba zake, kwa sababu wao ndo ambao wametutangulia sisi. Kwa hiyo kuwafuata wao ndiyo usalafi. Tuko pamoja? وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق،
واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلفية. Sikiliza maneno ya Sheikh vizuri. Mwanzo amesema kwa usalafi ni kufuata njia ya mtume na maswahaba. Hapa Sheikh anasema ama kuchukulia usalafi kuwa ni manhaji khaswa. Mtu anajifanya kuwa yeye ndo msalafi peke yake, akaichukulia kama ndo manhaji yake yeye mtu mmoja. Huyo mtu akawa anawapotosha bimana na akawa anamuita mtu kuwa ni mpotevu, au akawa anamuita mpotevu yule aliyemkhalifu katika Waislamu hata kama haki itakuwa yuko na wao. Sikia maneno, ama kuchukulia usalafi kuwa ni njia haswa. Mtu anajifanya kuwa yeye ndio usalafi peke yake na usalafi ndio njia yake mwenyewe. Huyu mtu akawa anawaita wapotevu watu katika Waislamu hata kama hawa watu haki wako nayo wao. Maneno yameeleweka. Bimaana mtu yuko na haki, alafu huyu salafi akamuita yule ni mpotevu aliyakuwa yuko na haki. Sawa? Au kuchukulia usalafi kuwa ni manhaji ya kihizbi. Kihizbi maana kama kundi fulani lina kiongozi wake. Hizbi ni kundi au ni mtu ambaye amejinasibisha na kundi. Kundi hilo likawa na mwanzilishi na kiongozi. Sheikh anasema bila shaka hilo ni kinyume na usalafi. Tuelewe maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Huyu mtu ambaye anajiita yeye salafi, ambao Sheikh amekataa na kumkanusha huyu mtu, ni yule mtu ambaye yeye anajiita salafi, kisha akawa anaita watu kuwa ni wapotevu. Kila anayemkhalifu anamuita kuwa ni mpotevu hata kama wenyewe ndio watakuwa na haki. Tuzungumzie kwa insaf, tuwe waadilifu katika maneno. Hivi ni nani katika masalafi ambao wanajulikana waliwaita watu kuwa ni wapotevu hali ya kuwa kwenye haki? Utupe mfano mmoja peke yake, utambie fulani aliitwa kuwa ni mpotevu hali ya kuwa alikuwa katika haki, akanasibishwa na upotevu katika jambo ambalo si la upotevu. Hilo ni la kwanza. Ili ni kundi ambalo Sheikh yuko anataja, huu salafi ambao uko natajwa hapa ambao Sheikh alikataa. Tuambie ni nani salafi ambaye kamuita mtu mpotevu katika jambo la haki? Au ni salafi gani ambaye kafanya hizbi au hizbi, yani kakundi, wakasema fulani ndio kiongozi wetu au fulani ndio kiongozi wa salafia na si mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani katika masalafi? Tuendelee kusikiliza maneno ya Sheikh. السلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Sheikh anasema salafu wote wanalingania kunako umoja. Hao ndio masalafi. Masalafi wanalingania kunako umoja. Umoja gani? Wa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama. Alafu mtakuja kutuambia umoja wa watu kuwa wamoja kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama, ni kina nani ambao wanalingania katika umoja huu? Na ni kina nani ambao wanalingania katika umoja ambao kinyume na huu? Ule umoja ambao wanataka kukusanya maibadhi, masufi, sijui hawa. Wanani wanalingania katika umoja huo wa batil? Na ni kina nani ambao wanalingania katika huu umoja wa sawa ambao Sheikh aliutaja, umoja ambao unawalingania watu kwenye kitabu na sunna? Sheikh anasema ndo salafi wote walikuwa wanafanya hivyo, sio leo salafi wakakundi. Salafi wote kwa ujumla walikuwa wanalingania kunako umoja wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. ولا يضللون من خالفهم عن تأويل. Nasikia maneno ya Sheikh, wala hawamuiti mtu kuwa ni mpotevu kwa kuwakhalifu wao kwenye mambo ya ta'wil. Mfano Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katika mambo ya ta'wil
alijitahidi kama mujtahid akajikuta amekosea katika ta'wil. Salafu salih au masalafi hawambidishi Imam Nawawi wala wamiti Imam Nawawi yuko ni mpotevu. Huu ndio usalafi ambao Sheikh anautaja, na masalafi wote ukisikiliza wanafundisha wanakutajia mawani na dawabit za kumbidisha mtu. Utakutana hili wanalisema kuwa salaf hawambidishi mtu na kumita kwa mpotevu ikiwa kama amekosea katika jambo la ta'wili. Kwa huu ndio usalafi ambao Sheikh anataja, anasema huu ndio usalafi. Kinyume na leo salafi wa kumita mpotevu mtu ambaye yuko katika haki, kinyume na leo salafi ambao Sheikh amewakataza wakakundi, watu wakajichukulia kama ni kakundi kama mtu fulani na kiongozi wao, wengine ambao msapoti kiongozi hawako pamoja na wao. Ule ndio usalafi ambao Sheikh amekataza. Ama usalafi ambao Sheikh anautaja hapa ambao ndio usalafi wenyewe ni usalafi ambao unalingania watu katika umoja wa kitabu na sunna na kuto kumuita mtu mpotevu kwa sababu ya ta'wili, bi maana alikosea katika ta'wili. طيب afuzu kila Sheikh akasema aje, Allahumma illa fi al-aqaid fa innahum yarawna anna man khalafa fiha fa huwa ghal, isipokuwa Sheikh anasema isipokuwa katika mambo ya aqida. Masalafi wao wanaona kuwa mwenye kukhalifu katika hilo ni mpotevu, kama kauli za masalafi. Yule ambaye amekosea katika aqida, masalafi wanamuona kuwa ni mpotevu. Na itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa zipo, na wenye kukhalifu kwenye itikadi wanajulikana ni kina nani. Kwa masalafi wenyewe wanambidisha yule mtu ambaye amekhalifu kwenye masaili ya aqida. Sawa, tunaendelea. Amma al-masail al-amaliyat fa innahum yukhaffifuna fiha kathira. Ama katika masaili ya amaliyat, masala ya furu' ya kifiqhi, wenyewe masalafi huwa wanahafifisha sana. Hawamkaribii mtu na kumbidiisha na kumita mpotevu kwa kukhalifu kwenye masaili ya amaliyat, masaili ya kiitikadi, ya kifuru' ya kifiqhi. Masalafi hawamiti mtu kuwa ni mpotevu katika hilo, na hili ndiyo letu. Masalafi wanalingania katika dawa salafia, wote wanalingania katika hili. Hutomuona salafi ana khalifu hili wala hili wala hili, bali salafi anambidisha mtu ambaye kakosea katika masaili ya kiaqida baada ya shurutu ni dawabit na mawani zote pale kuwepo, wanambidisha. Lakini katika masaili ya kifuru' masalafi humbidishi mtu, na hili ndo ambao masalafi wako nalo, na ndo salafi ambao Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anautaja. tuendelee. لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه. Sheikh anasema lakini baadhi ya wale ambao wanajinasibisha katika usalafi zama zetu hizi imefikia kipindi wanamuita mpotevu kila aliyewakhalifu, hata kama mtu huyo haki atakuwa yuko nayo na yeye. Wewe waadilifu, salafi gani ambaye yuko katika njia salaf salih huwa anamuita mpotevu mtu ambaye yuko na haki? Afu tuambie mmoja tu peke yake aliwahi kuitwa kuwa ni mpotevu hali ya kuwa yuko kwenye haki. Huu salafi kama huu wa kuwaita wapotevu watu hata kama wako katika haki ndo usalafi ambao Sheikh Ibn Uthaymeen alikataa. Sawa, tuendelee kumsikiliza Sheikh rahimahullah. Naam. واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام. Alafu wakauchukulia baadhi yao usalafi kuwa ni manhaji ya kakundi. Sikia,
kama makundi mengine ambayo yanajasibisha katika Uislamu. Ukirejea kule katika sharh ya al-40 an-nawawiyya, Sheikh akataja tabligh, akataja ikhwan. Ikhwani ni kakundi kana kiongozi ambaye ni Hasan al-Banna. Tabligh ni kakundi ambako kana kiongozi ambaye ni Muhammad Ilyas. Kwa watu wakachukulia Sheikh na wakaripia wale masalafi ambao wanaochukulia usalafi kama kakundi haswa, kama makundi mengine katika makundi ambayo yanajisibisha na Uislamu. Kaka kundi ambako kana uongo kana kiongozi haujengia makoka kundi huko salafi. Sheikh ndo akawa anakemea kundi kama hizo. sawa tuendelee tusikie. وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره، ويقال انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم. Kwa hiyo Sheikh anasema hili ndio ambalo linakemewa, hili la kufanya kakundi au kumuita mpotevu mtu ambaye si mpotevu, bali kunasemwa tizama kunako madhehebu ya salafu saleh, tizama kwenye njia ya wema waliotangulia, kipi walikuwa wakifanya katika njia yao. Sheikh ndo anatuambia tizama kama ni salafi kweli, acha ukundi utizame katika njia ya wema waliotangulia ambao ni maswahaba na tabi'una na atba'u tabi'ina, kipi ambacho walikuwa wanakifanya wao kama ni salafi. Alafu sasa utuambie kati ya hao masalafi na nyinyi kina nani ambao wanafanya yale ambao walikuwa wakifanya salafi kwa dalili. sawa tuendelee kumsikiliza Sheikh rahimahullah. وفي سعة صدورهم من الخلاف الذي يسوغ فيه الاجتهاد، حتى انهم يختلفون في مسائل كبيرة، في مسائل عقدية وفي مسائل عملية. Sheikh anasema kisha utizame katika khilafu zao, utizame zile khilafu ambazo walikuwa wakitofautiana, khilafu ambazo ni za jitihada, walikuwa wabidishani kwenye khilafu za jitihada salafu salih. Vile vile anasema Sheikh bali walikuwa wanatofautiana hata katika masaili makubwa, katika masaili ya aqidiyya. Hapa anakusudia furu'ul i'tiqadi, sio nani yale aqidiyya ambayo ni ijma', anakusudia yale masaili ya furu'u al-i'tiqad, tutakuja kuyaona ni yapi. Na vile vile walitofautiana katika masaili ya amalia, katika masaili ya furu' ya kifiqi, wametofautiana salafu salih na walikuwa wabidishani katika hilo. sawa sio Sheikh anasemaje? فتجد بعضهم مثلا يمكن أن يكون الرسول رأى ربه وبعضهم يقر بذلك، وترى بعضهم يقول إن الذي يوزن من في يوم القيامة هي الأعمال، بعضهم يرى أن العامل هو الذي يوزن، بعضهم يرى أنه صحائف الأعمال هي التي توزن، وتراهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا. Sasa Sheikh anasemaje? Utawakuta baadhi yao mathalan wamekanusha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona Mola wake katika ile safari ya Isra na Mi'raj. Kuna ambao kuna katika salaf, katika masahaba waliosema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona Allah kwenye ile safari ya Mi'raj, na wengine wakasema kuwa amemuona. Hani katika masaili ya furu'ul i'tiqad ambayo hata Imam Dhahabi rahimahullah amesema salafi huwabidishani katika hili, ni masaili ya furu' ya itikadi. Na wengine wanaona kuwa kitachopimwa siku ya kiyama ni matendo, na wengine wanaona kuwa kitachopimwa siku ya kiyama ni yule aliyetenda matendo, na wengine wanaona kuwa kitachopimwa siku ya kiyama ni vile vitabu vya waja ndio vitapimwa, na wengine wanaona kuwa vyote hivi ndio vitapimwa vyote vitatu. Kwa hiyo hadi masaili ya furu'ul i'tiqad wote walikubaliana kuwa mizani siku ya kiyama ipo.
Mwenye kukanusha mizani huyo anakuwa amekanusha katika masaili ya kiitikadi ambayo wamekubaliana salafu salih. Huyo anakuwa ametoka katika sunna, mwenye kukanusha mizani. Lakini salafu salih wote wamekubaliana kwa mizani siku ya kiyama ipo, lakini wakatofautiana kitachopimwa ni matendo au ni mtu mwenyewe au ni vitabu zile suhuf ndio zitapimwa. Au kwa hiyo wakawa wametofautiana katika hii masala ya furu'ul i'tiqad. Katika haya masaili haya hawabidishani salafu salih, hawabidishani, na vile vile masala hawabidishani katika haya vile vile katika Sheikh anaendelea, msikilize. بالشريعة في النكاح، في الفرائض، في العدد، في البيوع، في غيرها، ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضا. فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل من سواهم، نقول هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. Sheikh anasema vile vile wakatofautiana katika masaili ya kifiqhi, katika masaili ya kifiqhi mengi, katika mlango wa ndoa, mlango wa eda, mlango wa faraidh mirathi, mlango wa biashara na mengine. Walikuwa wanatofautiana salafu salih, na yote hayo hakuna ambao walikuwa wanasimama wenzao wapotevu. Ama usalafi kuchukua kuwa ni kakundi haswa, mtu akawa anamita mpotevu wa mtakaye na kumuingiza mtakaye, hili ndio jambo ambalo sisi hatulikubali. Sheikh anasema hivyo Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Naam, السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا. kwa hiyo usalafi ni kufuata njia ya wema waliotangulia kwenye aqida, kwenye matendo, kwenye akhlaq, اختلافا واتفاقا وتراحما وتوادا. na vile vile katika yale ambayo wamekubaliana na yale ambayo wameikhtilafiana katika masaili. Huo ndio usalafi. Kwa maana usalafi ni kufuata njia ya wema waliotangulia, moja katika aqida, mbili katika matendo, tatu katika tabia, nne katika yale ambayo walikubaliana na kutofautiana na kuoneana huruma pia. Sawa? كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أو قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Na mshaka malizia kama kisa alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika waislamu katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni kama mwili mmoja. Kiungo kimoja cha mwili kikishtakia, viungo vyote vinapata maumivu vyote. Kwa Sheikh akawa amebainisha usalafi ambao aliukataa ni usalafi gani? Akasema ni ule usalafi wa watu kufanya kakundi na kiongozi wao na kumuita mpotevu kila mtu, hata kama atakuwa katika haki. Ama usalafi wa kufuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallama na maswahaba zake kwenye itikadi na matendo, na katika yale ambao walikubaliana masalafi na yale ambao wametofautiana. Huu ndio usalafi ambao Sheikh ameuzungumza. Kwa hiyo fatwa au maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni maneno yapo wazi, maneno sahihi, lakini wenye kuyanukuu ima wanayanukuu kwa matamanio ya nafsi zao au wanayanukuu kwa kutokuyafahamu na kutaka kuona labda kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliwazungumza masalafi kwa ubaya. La, sio hivyo. Na ndio maana kule kwenye Riyadh kwenye sharh ya 40 Nawawiyya ya Imam Nawawi rahimahullah, Sheikh akataja, lakini na hako kakundi kanafanya hizbia katika usalafi, japo kwa kako kwenye makosa, lakini ndio kako karibu katika kupatia au ndio kako karibu na Ahlus Sunna. Kwa sababu gani? Makosa yake kale kakundi ni hayo: kuwachukulia, kuwapotosha watu ovyo na kuwaita wapotevu na kujifanya kwani kakundi fulani, lakini kanapatia mengi kuliko makundi mengine. Aliyataja hayo Sheikh kule kwenye sharh ya 40 Nawawiyya, ameyataja hayo. Lakini sisi tunasema hivi, sisi hatuko pamoja na kakundi,
kenye kufanya hizbia kuwa kakundi fulani, kakuwapotosha watu ambao mpaka hata wengine wakataka kusema kwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen yameelekea kwenye Haddadia, kwa sababu Haddadia wafasi wa Mahmud al-Haddad wao ndiye ambao wanampotosha mtu hata iko katika haki, mpaka wakafika kusema kuwa Imam Nawawi ni mtu wa bid'a, Ibn Hajar ni mtu wa bid'a, kwa sababu amekosea katika ta'wil, na Sheikh akataja hayo, na wale walikuwa wanajinasibisha katika usalafia Haddadia wakambidisha Imam Nawawi, Ibn Hajar na wengine, wakaa kama kundi fulani, wakamfuata Sheikh wao Mahmud al-Haddadi. Huo ndio kundi ambao Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah alikemea ulikuwa ukijinasibisha katika usalafia na kuwa na tabia kama hiyo, lakini sio ile kundi ambayo inafuata njia ya salafu salih. Lazima tuelewe katika hii. Sasa acha tuone Sheikh Abdul Aziz Al-Rais alifasiri au taaliki aliyoiweka juu ya maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ili tuweze kuyaelewa zaidi. Sawa, acha tufuate kwenye audio ya kufuata insha Allah.